Bana, moja katika habari ambazo zina trend katika mitandao ya kijamii sasa hivi ni issue zima inamhusu Dogo Aslay. Dogo Aslay ni msanii mkubwa katika nchi ya Tanzania, msanii ambaye kipindi cha nyuma miaka 2017, 2018 alikuwa akihiti sana, nyimbo zake akitoa alikuwa zikihiti sana. Sasa kipindi cha katikati hapa Aslay alipitia changamoto nyingi sana mpaka ikapelekea kutokusikika katika mitandao ya kijamii. Leo amekutikana katika nchi ya Kongo akiwa anatembelea Ndara, kitendo ambacho kiliwashtusha sana watu wengi sana mpaka ikapelekea video ile ikavuja katika mitandao na sasa hivi ipo katika mtandao wa YouTube. Hakikisha unabudiza neno subscribe katika channel yetu ya Bongo Media ili upate kila habari ambayo utakayoposti kuhusiana na masuala mazima ya wasanii. Kipindi cha nyuma Diamond Platinum alitaka kumsajili Aslay katika lebo yake ya Wasafi ambayo ni WCB, lakini Aslay alionyesha ishara za kukataa kusajiliwa pale kwa sababu yuko msanii mkubwa naye pia anaitwa Mbosso Khan. Mbosso Khan ni msanii ambaye alikuwa yuko kundi moja la ya Moto Bendi pamoja na Aslay. Kitendo hicho kilimpelekea Aslay asiweze kusaini mkataba wake pale WCB na mpaka ikapelekea sasa hivi kupotea katika muziki. Amekutikana Kongo akiwa anatembelea Ndara mpaka msanii mkubwa katika nchi ambaye ni Ali Kiba alizungumza maneno ya kusikitisha sana na kitendo ambacho Aslay alichofanywa dhidi ya kupotea kimuziki katika hii nchi ya Tanzania. Aslay kwa hivi sasa yupo nchi ya Kongo na watu wengi sana waliona video hii iliyovuja katika mitandao ya kijamii walisikitisha sana, lakini msanii Mbosso Khan alizungumza wazi kwamba na akaika wazi juu ya swala zima la kitu kilichomkuta Aslay. Mbosso alisema kwamba Aslay vitu vyake vingi sana hapendi kuviweka wazi, anapenda kukaa navyo moyoni, na ndio maana ikapelekea wasanii wengi wa Bongo Flava hawakuweza kumsaidia katika maisha yake mpaka akafikia stage kwamba sasa hivi anatembea katika mitaa anapiga show chaka tu chaka mpaka ikapelekea kudharaulika katika mitandao ya kijamii. Gumzo limekuwa kubwa sana kwamba ni kitu gani hasa kinachomsibu msanii huyu Aslay. Weka kwenye comment yako chini hapo, weka like yako ili tupokee maoni yako wewe kuhusiana na swala zima la msanii huyu Aslay. Ali Kiba ni mtu wa huruma sana, na ndio maana alimwambia Aslay, ikiwa utaweza baada ya mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani kuja katika ofisi zetu za Crown Media pale, njoo tuzungumze ili tuweze kusaidiana katika maisha haya ya ulimwenguni. Dogo Aslay baada ya kupokea habari hii kutoka kwa msanii Ali Kiba, majibu yake alisema kwamba sawa, tusubiri tumalize mfungo wa Ramadhani, baada ya hapo tutakuja kuyapanga zaidi mambo hayo ili tuweze kusaidiana. Lakini watu wengi sana walimlaumu Aslay kwamba kwa nini ulikataa kusajiliwa na msanii Diamond Platinum katika Wasafi Media, ingawa wasanii wengi ambao wametoka katika WCB sasa hivi wana maisha mazuri, mfano kama vile Rayvanny, Mbosso Khan, Lavalava na Harmonize na wasanii wengine wote ambao wamepitia WCB pale walitoka na maisha mazuri, lakini pia walikuwa wakiishi vizuri mpaka sasa hivi wanaishi vizuri. Dogo Aslay amepotea kimuziki na mpaka sasa hivi hasikilikani kabisa katika bongo music. Sasa wewe mtazamaji, kama ni shabiki wa Aslay, toa maoni yako, toa ushauri wako, nini utamshauri Aslay juu ya swala zima sakata hili ambalo linaendelea katika mitandao ya kijamii. Mange Kimambi naye pia ametia neno kuhusiana na masuala mazima ya Aslay. Wanasema kama Mange Kimambi anasema kwamba Aslay amerogwa, wasanii wenzake walimroga mpaka ikapelekea stage kupotea katika music. Kuna watu ambao wako nyuma ya hili jambo ambao wamesababisha Aslay apotee kimusic. Haya ni maneno ya Mange Kimambi, anasema kwamba Aslay amerogwa. Wasanii wengi walimroga Aslay na hawakumpa support ya kusababisha Aslay afike kimataifa. Mwenyezi Mungu amjalie Aslay arudi katika hali yake ya kawaida, na haya ndio maneno aliyotamka Mange Kimambi kwamba Aslay amerogwa, na waliomroga Aslay ni wasanii wenzake ambao hawakutaka Aslay kuendelea katika music na kufika mbali kimataifa. Haya ni maoni, na wewe toa maoni yako kwenye comment hapo. Je, unafikiri ni kitu gani ambacho kinamsumbua msanii Aslay mpaka kupotea kimuziki?
weka comment yako chini hapo, lakini kubwa zaidi usisahau kusubscribe pamoja na kubonyeza alama ya kengele ili uwe ni mtu wa kwanza kupata kila video ambayo tutakoposti kuhusiana na habari nzima za wasanii. Tukutane katika vipindi vinavyokuja next time.